Rais wa Marekani Donald Trump amesema atapeleka wanajeshi 200 huko Israel kufuatia usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi 200 wa Marekani ambao tayari wako Mashariki ya Kati watahamishiwa na kupelekwa Israel ili kusaidia kufuatilia usitishaji mapigano huko katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani walieleza. Pia jeshi la Marekani litaanzisha kikosi kazi cha kimataifa nchini Israel ambacho huenda kikajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Qatar, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Afisa mmoja amesema hakuna wanajeshi wa Marekani watakaoingia Gaza na kusema jukumu la Marekani ni kuunda kituo cha pamoja cha udhibiti ambacho kitaunganisha kikosi cha kimataifa kitakachokwenda katika ukanda wa Gaza. Serikali ya Israel imeidhinisha awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani ambayo yamepelekea kusitishwa kwa mapigano na baadaye kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Kikosi hicho kitakachoongozwa na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM yenye makao yake Mashariki ya Kati na kinanuiwa kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano na pia kusaidia kuratibu usaidizi wa kibinadamu. Jeshi la kimataifa litajumuisha Israel na Hamas kupitia Misri na Qatar juu ya hali ilivyo na ukiukwaji wowote wa makubaliano ya kusitisha mapigano, mmoja wa maafisa ameeleza. Kikosi hicho kinachoanzishwa chini ya uongozi wa Admiral Brad Cooper, mkuu wa CENTCOM ambaye alijiunga na ujumbe wa Marekani katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja nchini Misri mapema wiki hii, mmoja wa maafisa alisema. Mojawapo ya hoja katika mpango wa Trump wa Gaza ni Marekani kufanya kazi na washirika wa nchi za Kiarabu na kimataifa kuunda kikosi cha muda cha kimataifa cha udhibiti wa utulivu kinachotumwa mara moja huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, siku ya leo Ijumaa imeshuhudiwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii raia wa Kipalestina wakiachiliwa kutoka magerezani kutoka nchini Israel, huku wengi wakishangilia wakisema Mungu ni mkubwa. Raia wengine wa Gaza wamekuwa wakiwapokea ndugu zao kwa furaha kutokana na kuachiliwa kwao. Serikali ya Israel imeidhinisha mpango wa kuachilia huru mateka wanaoshikiliwa na kundi la Kipalestina la Hamas kufuatia makubaliano kati ya pande hizo mbili kuhusu mpango wa amani wa ukanda wa Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imetangaza mapema leo Ijumaa kwamba serikali ya Israel imeidhinisha mfumo wa kuachiliwa kwa mateka wote walio hai na waliofariki, lakini pia kuachiliwa kwa wafungwa waliokuwa na vifungo vya muda mrefu na vya maisha. Chapisho fupi katika mtandao wa kijamii wa X limelenga kuachiliwa kwa mateka, lakini haikutaja sehemu nyingine za mpango wa Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza. Ofisi imesambaza maelezo yaliyotolewa na Netanyahu kwenye mkutano wa kuidhinisha mfumo wa kuachiliwa kwa mateka pamoja na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner. Netanyahu amekuwa amekabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wake, waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir akisema atapiga kura ya kupinga makubaliano hayo, akiuita mpango wa kuachilia huru maelfu ya wafungwa wa Kipalestina badala ya mateka 47 waliosalia Gaza kuwa ni gharama kubwa isiyoweza kuvumilika. Israel ilisema Alhamisi kwamba pande zote zimetia saini awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza na kuachilia mateka, na kuongeza kuwa Hamas lazima iwachilie mateka na kukomesha vita hivyo. Makubaliano hayo yaliyofanyika nchini Misri yanafuatia mpango wa amani wa Gaza wenye vipengele 20 uliotangazwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita vinavyochochewa na shambulio la kundi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Trump amesema anapanga kuondoka Jumapili kuelekea Mashariki ya Kati. Misri inapanga hafla ya kusherehekea kukamilika kwa makubaliano hayo, huku Rais wa Marekani pia kitarajiwa kupitia nchini Israel na anafikiria kwenda kuiona Gaza ilivyoharibiwa. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema nchi za Ulaya zote zitakuwa na jukumu lao katika mchakato wa amani wa Gaza. Alikuwa akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni nchini Paris nchini Ufaransa, ambapo Cooper amekabiliwa na maswali kuhusu nafasi ya Ulaya katika utawala wa mpito katika ukanda wa Gaza baada ya Israel na Hamas kuafikiana kusitisha vita vya miaka miwili. Cooper amezipongeza Marekani, Qatar, Misri na Uturuki kwa kuhusika katika mazungumzo yaliyosaidia kufikiwa makubaliano hayo. Alisema jambo la msingi kwa sasa ni kuunga mkono utekelezaji wa awamu ya kwanza, lakini pia sote tuwe pamoja kama sehemu ya awamu ya pili. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.
Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote.